Hii dunia yote, maisha yote, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyajenga katika nguzo mbili. Kila kitu kinatembea katika mahusiano yake na Mwenyezi Mungu kupitia nguzo mbili muhimu. Nguzo ya kwanza ni rahma. Na ndio mtaona kitabu muhimu kilichoteremshwa, aya ya kwanza iliyoanzia kitabu hiki na aya ya kwanza inaoanzia kila sura ya kitabu hiki isipokuwa suratul Baraa ni Bismillahir Rahmanir Rahim. Na baada ya kutaja jina la Mungu katika sifa za Mungu zote, hakukutaguliwa sifa ikaririke mara kwa mara katika kila bismillah na katika kila sura isipokuwa ni Ar-Rahmanu Ar-Rahim, ikimaanisha mambo yote ya Mungu ya kisharia, ya kimaumbile yanateremka kuja kwetu kupitia Ar-Rahmani Ar-Rahim. Na ndipo alipotumilizwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaambiwa, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Kwa hivyo kitabu cha kutuongoza kimefunguliwa kwa rahma, na mtume wa kutuongoza ametaguliwa kwa mlango wa nini? Wa rahma. Hiyo ni nguzo ya kwanza. Nguzo ya pili inaoendesha maisha yetu katika maumbile na mahusiano yetu ni almahabba. Kwa Mwenyezi Mungu atuambia, kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Na pia ukitaka mahaba mpaka urudi kwa nani? Kwa mtume. Ukitaka Rahmani Rahim mpaka urudi kwa nani? Kwa mtume, kwa sababu yeye ndiyo rahmatan lilalamin. Hii milango muhimu. Mmoja katika maulamai wa karni hii asema hivi, asema rahma na mahaba ni milango inaotupeleka kwa Mwenyezi Mungu. Rahma ndio mlango mpana zaidi kuliko milango yote. Mwenyezi Mungu ana milango mingi, lakini mlango mpana sana ambao unaweza kupita mpaka asi, mpaka ambaye anamkanusha Mungu ana nafasi kwenye mlango huo, ni babu rahma. Kwa hivyo awsa'ul abwabi nini? Ar-rahma. Na ndio hii tukaambiwa katika dua ukumail